Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo ninaenda kuletea somo zuri sana ambalo linasema wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Ukiwa umepata bahati tu ya kupita kwenye mafundisho yangu, hautatoka wala hautabaki kama ulivyo. Lazima kuna kitu utatoka nacho. Kwa leo nataka nikuambie thamani yako mbele za Mungu. Mtu wa Mungu, wewe ni wa thamani kubwa sana. Na baada ya haya mafunzo ninayokupa leo, hautabaki kama ulivyo. Kabla sijakuelezea ni wa thamani kiasi gani, tuanze kwanza na maana ya neno thamani lenyewe linamaanisha nini. Thamani tunasema kwamba ni neno la Kiarabu. Yaani ili neno thamani lina asili ya lugha ya Kiarabu ambayo inasema ni kiasi gani hiki kitu kinafaa. Kwa namna gani kitu kinafaa ndo tunasema uthamani wake. Namna gani kalamu inafaa, tunaangalia uthamani wake. Kuna kalamu mpaka za shilingi 2000. Mtu atagharamia kulingana na jinsi anavyokihitaji kile kitu, jinsi anavyohitaji. Kwa hiyo tunasema namna bora ya mtu kupata thamani ya kitu ni kwa kutumia bei ambayo inaweza kuuzwa. Kwamba hiki kitu kimeuzwa kwa bei gani, tunajua ni thamani yake. Kwa hiyo ili wewe tukujue kwamba ni wa thamani, tunatakiwa tuangalie kwanza unafaa kiasi gani. Ili wewe tukujue kwamba ni wa thamani, tunaangalia imetumika gharama kiasi gani kukununua. Haleluya. Hayo tunasema wewe ni wa thamani na unafaa sana. Hebu kwanza tuliangalie neno la Mungu ili tuone kwanza linasemaje kwa habari ya neno thamani yako. Tutasoma kitabu cha Isaya sura ile ya 43 na mstari wa 4. Isaya 43 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa kuwa wewe ulikuwa wa thamani machoni pa Mungu. Yani ulikuwa unafaa sana mbele za Mungu. Anasema anatoa hata watu kwa ajili yako. Kwa hiyo anasema ni mtu unayefaa sana mbele za Mungu. Ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Kwa hiyo usijichukulie kawaida. Mungu yeye anakuona kwa namna ya tofauti. Nasema hivi, namna bora ya mtu kujitazama kwenye maisha yake ili ajue uthamani wake. Sio vile watu wanavyokuangalia, sio ile hali unaoipitia, sio yale maisha ulionayo. Namna bora ya mtu kujua uthamani wake ni kwa jinsi gani anafaa. Angalia neno la Mungu linasemaje. Ukishajua kwamba neno la Mungu linasema hivi, basi utajua ndio uthamani wangu. Kwa hiyo hatujipimi kwa mazingira tunayopitia. Hatujipimi uthamani wetu kwa jinsi ambavyo tupo au kwa jinsi watu wanavyotusemea. Tunajipima uthamani wetu pale tu ambapo tunatupia macho yetu kwenye neno la Mungu. Ndugu zangu, tunasema pia kwamba uthamani wa kitu, tunasema tunakitambua kwa jinsi kilivyogharamiwa. Kimenunuliwaje, kimeuzwaje? Wewe ulinunuliwa kwa shilingi ngapi? Kwa gharama ipi? Tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Ufunuo sura ile ya 5. Ufunuo 5, Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mwisho kabisa huko kwenye Biblia. Kiko mwisho wa Biblia. Kinasema Ufunuo 5:9. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu. Sikiliza hapo mtu wa Mungu. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Thamani yako wewe umenunuliwa kwa damu. Umenunuliwa kwa damu ya mwanakondoo. Umenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Tena sasa sikia habari njema ni kwamba hii damu ya Yesu imenunua
watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, watu wa kila rangi, watu wa kila rika, watu wa hali zote, haijalishi ni maskini, haijalishi ni tajiri, haijalishi ni mweusi au ni mweupe. Kwa hiyo hata wewe, bila kujali unapita wapi, bila kujali hali ulionayo, umenunuliwa kwa damu ya thamani. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa faida, wewe ni mtu mkubwa sana kwenye hii dunia. Ingawa tu unaangalia mazingira unayopitia, kama utabadilisha mtazamo, alafu uje tuamini kwa pamoja haya maneno ya Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Na nakuhakikishia wewe sio mtu wa kawaida kwa sababu unafaa sana. Wewe ndio unayefanya vitu vyote hapa duniani viwe na thamani. Wewe ndio unayesababisha vitu viwe na thamani. Labda tuweke namna hii. Tuchukulie umejenga nyumba yako nzuri sana, umeipaka rangi nzuri na inavutia, lakini baada ya kuijenga ukaiacha hapo, ukaitelekeza, ukaondoka ndani ya miaka 3 au hata 4, ukaiacha ukaondoka. Ile nyumba ukirudi baada ya miaka 4, kama ulikuwa uishi mle ndani, ile sio nyumba tena. Ile tunasema ni pagala tu liko pale, ile sio nyumba. Kwa hiyo nyumba nzuri ambayo unaiwaza ya ndoto zako, wewe ndio unaifanya iwe ya thamani. Au tufanye namna hii, labda ununua gari lako range nzuri, labda milioni 80 na kila kitu ukaiweka hapo. Baada ya hapo umeigaramia pesa a lot of money ukaiweka pale. Usiendeshe hata siku moja, mwaka mzima. Na kuambia vifaa vitaanza kuharibika mle ndani. Kama uliacha kwenye jua utaikuta rangi imeanza kuchuchuka, kwa sababu wewe ndio unayesababisha iwe ya thamani. Vipo vitu ambavyo saizi hapo unaviwaza, umeandika ni ndoto zako, nyumba ya ndoto zangu, gari la ndoto zangu, sijui kitu gani. Hivyo vyote vinakuwa vya thamani kwa sababu wewe unavipa thamani. Sikiliza kitu cha ajabu zaidi. Hata Mungu anakutegemea wewe ndipo afanye mambo yake hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Hakuna roho inayokuja kama upepo ikaanza kusema Eliza wewe nakupenda na kuokoa sijui na kufanyaje. Haipo. Kwa hiyo Mungu anakuhitaji wewe hapo. Uthamani wako ulivyo mkubwa, hadi Mungu anakutegemea wewe ndio upokee ile roho, upokee maandiko, mfuate mwingine mwambie Yesu anakupenda, Yesu anaokoa, uko hivi, wewe ni wa thamani. Anakutegemea wewe. Hata shetani, hapa nisiseme wewe, hata shetani anamtegemea mtu. Sisemi wewe kwa sababu wewe ni mtu wa maana sana ndio maana unanisikiliza. Shetani naye anamtegemea mtu ambaye hamwamini Mungu, aingize roho yake chafu mle. Alafu yule mtu aanze kuleta vile vitu vya ulimwengu wa giza, aanze kuloga wenzake, aanze kuwaua, aanze kuwaibia, aanze kufanya zinasi, aanze kufanya. Anategemea mtu. Shetani anaweza akaja kazini yeye kama yeye. Kwa hiyo sisi hapa duniani ni watu wa thamani. Ni watu tunaotegemewa na kila kitu. Usijidharau mwana wa Mungu. Wewe ni wa thamani kubwa. Hebu tuangalie sababu kidogo hapa kwa nini tunasema wewe ni mtu wa thamani. Namba 1. Tunasema wewe ni wa thamani kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Haleluya. Yaani hivyo ulivyo upo kwa sura na mfano halisi wa Mungu. Ukiangalia kwa haraka kwenye kitabu cha Mwanzo 1, kitabu cha kwanza kabisa Mwanzo ni 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi na yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa tunasema umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwanza tumjue Mungu mwenyewe yukoje. Tuwa tunamjua Mungu saa nyingine kwa kuangalia sifa zake. Mungu ni Mungu anayeweza yote. Ni Mungu anayejitosheleza. Ni Mungu asiyehitaji kitu. Ni Mungu ambaye yupo kila mahali. Ni Mungu,
Yaani ukishajua zile ni Mungu ambaye anatenda vitu, anaamuru vitu vinakuwa. Sema iwe jua ikawa, iwe mwanga iwe siku, iwe usiku, iwe mchana ikawa. Kwa hiyo kama umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tunategemea ufanye vitu kama baba yako, uamuru vitu kama baba yako vitokee, ufanye vitu kwa mamlaka kama baba yako, lakini upende wengine kama baba yako. Tunategemea ufanye hivyo kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo tunasema wewe ni wa thamani kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hiyo namba moja. Namba mbili, tunasema wewe ni wa thamani kwa sababu umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Kuwepo hapa duniani hajatokea tu accidental. Hata kama baba yako anasema alizaa nchi, hajatokea tu accidental. Yaani hajatokea tu kama Mungu anaga bahati mbaya. Hana. Wewe umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Angalia Yeremia 1:5. Yeremia 1:5 inasema hivi: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka wewe kuwa nabii wa mataifa. Kwa Mungu kwanza kabla hajakuumba kwenye tumbo la mama yako alikutakasa. Amekuweka kwa kusudi. Na ni kawaida tu. Kabla hujasema ngoja nikanunue simu, lazima kwanza wazaenda kununua simu ya kazi gani. Wewe ununua kitu ambacho una kazi nacho. Kwa hiyo kinaanzaga kwanza kusudi, inaanzaga kwanza sababu. Ukishapata sababu sasa unaenda kufanya kile kitu. Kwa mfano mimi hapa nasema ngoja nifungue channel kwa sababu gani? Kwa sababu na mimi nataka ni share vile vitu vichache ambavyo Mungu ametenda kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilikuwa na sababu kwanza. Sijakurupuka tu ngoja nifungue channel. Nikishafungua inakaa hapo watu wanashangaa. Lazima kwanza nataka nifanye hivi ili nifanye moja mbili tatu. Kwani Mungu anasema kwamba nataka nikuumbe hapo Esther, nataka nikuumbe hapo Maria, nataka nikuumbe Baraka, nataka nikuumbe wewe Steve, nataka nikuumbe Eliza, ili yana ameshakuwa na sababu. Huyu Eliza namuumba ili akashia habari zangu kule duniani. Kwa kabla hujaumbwa Mungu alishaka kusudi. Kwa hiyo kwa hapo kwa kusudi, usikae tu ukasema mimi nipo tu, ni wa kulala, nitaamka, nitaenda sijui wapi. Upo kwa kusudi. Upo kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo namba 2 tunasema kwamba wewe ni wa thamani kwa sababu umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Namba 3, wewe ni mtoto wa Mungu. Yohana 1:12. Wewe ni mtoto wa Mungu. Na kama wewe ni mtoto wa Mungu, neno la Mungu linasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake. Kwa wewe ni mtoto wa Mungu. Uwezo kumkuta mtoto wa rais anakaa kiasara. Uwezo kumkuta mtoto wa mfalme amekaa kihovyo hovyo. Anajua mimi ni mtoto wa mfalme. Lazima aishi yale maisha klasiki. Maana anajua sisi bwana familia yetu sisi tuko hivi. Mimi namwakilisha rais, siwezi nikakaa. Wewe unamwakilisha Mungu. Nakaaje hivyo? Simama, wewe ni shujaa. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wale wazazi wetu wanahusika tu kutuleta duniani. Lakini ukweli baba yetu yuko mbinguni. Ndio maana sehemu nyingine nasema baba yetu uliye mbinguni, baba yetu uliye mbinguni, baba yetu uliye mbinguni. Tunajua kuna baba. Kwa sisi ni wa thamani. Tunafanana na Mungu, ni watoto wa Mungu, sisi ni watu wa maana. Usijichukulie kawaida. Namba 4 tunasema umechaguliwa na Mungu. Wewe umechaguliwa na Mungu. Kwa nini lazima umechaguliwa na Mungu? Umechaguliwa na Mungu kwa sababu kwani tuliozaliwa au mliozaliwa labda kwenu au mliozaliwa siku moja au mliozaliwa mwaka mmoja, wangapi wapo? Wangapi wapo? Kwa nini wewe upo mpaka leo? Kwa nini? Kwa sisi tunaishi kwa sababu tumechaguliwa na Mungu. Tukiangalia Yohana 1:12, tumechaguliwa na Mungu Baba yetu wa mbinguni.
Neno la Mungu linasema Moja 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hiyo ni namba moja tulimaliza. Tunasema umechaguliwa na Mungu. Waraka wa Yohana 15:16. 15:16 neno la Mungu linasema hivi. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Sio kwamba mimi nilikaa hapa nikasema sasa Mungu nakuchagua, nitaanza kukutumikia, nitaanza kuambia wengine kwamba unawapenda, nitaanza kuambia wengine kwamba unaponya, nitaanza kuambia wengine. Sio hivyo. Mimi nimekwambia hivi, sijakuwa na wazo mimi la kusema Yesu ni mzuri, sijawahi. Nilikuwa naamini yupo, na nilikuwa napiga magoti na muomba Mungu nisaidie niingie kwenye chumba cha mtihani, naomba uniwezeshe. Najua yupo. Lakini anatuchagua tu. Yaani kuna mtu anaongea hivi unaweza kusema ni yule anaongea hapa ni very special. Sina special wote. Ni neema tu. Nimechaguliwa tu kwa neema. Nishie nawe kidogo kwenye simu yako wakati unapita hivi. Angalau unakuwa unasikia hata maneno ya Mungu. Namba ya mwisho hapa, lakini mambo yako mengi anasema wewe ni jibu la wengine. Kuna mtu amekaa mahali anakusubiria ufanye jambo. Kuna mtu amekaa mahali anakutegemea wewe ndio ufanye jambo. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4:10. Kila mmoja kwa kadri ya alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Umepokea neema, tumia kuhudumia wengine. Kuna watu wanakuhitaji useme maneno ya faraja, wafarijike, wasonge mbele. Waonyeshe upendo wa Mungu, wasonge mbele. Ninakuhakikishia wewe ni mtu wa thamani. Haijalishi unapita sehemu gani, haijalishi umejichafua sehemu gani. Labda naongea na wewe huko basi sasa hivi unaleo huko na wanawake wamekuzunguka au uko na wanaume wamekuzunguka. That is not matter. Labda naongea na wewe sasa hivi ndio umetoka kwa mganga kwenda kumloga mtoto wa mtu amekuwa kichaa. Haina shida. Labda naongea na wewe tayari umeshaua watu wengi. Haina shida kabisa. Labda naongea na wewe sasa hivi wewe ndio umetoka sasa hivi kutoa mimba, umeshatoa mamimba mengi, umeshazini, yaani hapo uliko umechoka. Nakwambia hivi, njoo kwa Yesu. Njoo hivyo hivyo ulivyo. Njoo na dhambi zako. Njoo hivyo hivyo. Mwambie Yesu, mimi nakuja hivi hivi nilivyo. Nakwambia hivi, hautaenda jehanamu kwa sababu umeua wala umezini, wala hautaenda kwa sababu umefanya chochote. Utaenda jehanamu tu kwa sababu unakataa habari za Yesu, kwa sababu unamkataa Yesu ambaye alizibeba dhambi. Wewe njoo kama ulivyo. Njoo hivyo hivyo, geuka huku, acha kuendelea huko mbele. Njoo geuka huku, njoo. Yesu anakuita mwana wa Mungu. Njoo geuka na dhambi zako. Njoo hivyo hivyo ulivyo. Mwambie Baba, mimi ninakuja hivi hivi nilivyo. Njoo kwa Yesu. Anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Njoo na mizigo yako. Njoo na mizigo yako ya ukoo kama niliyokuwa na. Njoo na njoo na magonjwa yako. Njoo vyovyote ulivyo. Mwambie nakuja, atakutoa mizigo yako. Nasema thamani yako haiondolewi kwa kitu chochote. Hii hapa ni pesa. Hii ni pesa. Tunaiona wote. Hii ni pesa shilingi 2000. Nikishika nikaikunja sana hivi. Nikikunjua bado thamani yake ni ile 2000, na nikienda kwa mangi bado nitanunua mchele kwa shilingi 2000. Nikishika hii pesa nikaidumbukiza kwenye maji,
sina maji sasa hapa ningedumbukiza naogopa jamhuri. Nikiitoa nikaiweka kwenye jua, bado itakuwa ni thamani ile ile, naweza nikachukua ningeenda kwa mangi na nikanunua sukari. Nikiishusha chini nikaikanyaga kwenye miguu yangu huko chini, nikaikanyaga na viatu vyangu, bado nikiichukua nikaifanya tu hivi, ni ile 2000. Na kushauri, labda kuna sehemu umepita, umeshakunjwa na shetani, yani kama ni mimba umeshajitoa, kama ni wake za watu umeshaiba, yani wewe kama ni watoto watu umeshawacheza, kila dhambi unayojua umeshaifanya. Usijali, njoo hivyo shetani akiwa anakukunja, njoo na kusii, njoo hivyo ulivyo, kumbe Mungu mimi nimechoka, atakusafisha, atazichukua dhambi zako zote na kuhakikishia wewe ni wa thamani. Utapata furaha ambayo hujawahi kuipata kwenye hivyo vitu unavyofanya maisha yako yote. Wakati unakunywa pombe unajua kuna starehe, hamna kitu. Unabaki za watu, unatembea na watu, unafanya hivyo, hakuna kitu, unapoteza muda. Yani hapo unatumikishwa na shetani. Chao kwa Yesu Yesu akutumie. Karibu sana, endelea kufuatilia channel yangu na kuhakikishia maisha yako yatabadilika. Neno la Mungu linabadilisha. Mungu akubariki sana.